25 ya huduma. Basi hiyo ndio kauli mbiu yetu. Kwa heshima na taadhima, naomba kutoa historia fupi ya Hospitali Teule St. Joseph tangu kuanzishwa kwake mwaka 2001. Hospitali Teule St. Joseph ni hospitali ya kanisa iliyopo katika Jimbo Katoliki Moshi. Hospitali hii inamilikiwa na kuongozwa na masista wa shirika la masista vyetu wa Kilimanjaro, ambapo inaendeshwa kwa ubia na serikali tangu mnamo mwaka 2009, ikijulikana kama Hospitali Teule Halmashauri ya Manispaa ya Moshi. Hospitali hii ilianzishwa rasmi mwaka 2001 na hayati Mama Sister Cecilia Mbuya SDNK, mkuu wa shirika mzalendo wa kwanza wa shirika la masista vyetu wa Kilimanjaro. Kituo cha St. Joseph kilifunguliwa rasmi mnamo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2001 kama kituo cha afya na hayati Mwasham Baba Askofu Ahmed Eusi Msarikie, aliyekuwa ni askofu wa jimbo la Moshi Katoliki la Moshi kwa kipindi hicho. Kufikia mwaka 2004 kituo kilipandishwa hadhi na kuwa hospitali inayofanya kazi kikamilifu, yani Voluntary Agency Hospital, not for profit. Namba usajili 036207. Kwa kudra za Mwenyezi Mungu, ifikapo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026, hospitali yetu itaadhimisha miaka 25 ya huduma tangu kuanzishwa kwake. Hospitali ya St. Joseph inatoa huduma za afya kwa wakazi wa Manispaa ya Moshi na maeneo ya jirani, ambayo ni wilaya 6 za mkoa wa Kilimanjaro. Huduma hizi hutolewa kwa njia ya ubia, yani public private partnership, kwa kushirikiana na Halmashauri ya Manispaa ya Moshi kuanzia mwaka 2009 kama nilivyosema hapo awali mpaka sasa. Aidha, ushirikiano huu unaendelea hadi sasa na umekuwa ni mojawapo ya chachu kubwa kuwezesha hospitali yetu kukua kwa haraka zaidi siku hadi siku. Tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kutuamini na kuendelea kushirikiana nasi katika kutoa huduma bora kwa wananchi wetu. Tunaushukuru pia uongozi wa Halmashauri ya Manispaa ya Moshi, baraza la madiwani na ya management kwa kuiamini na kuendelea kufanya kazi bega kwa bega na uongozi wa St. Joseph. Ushirikiano huo ndio ulioiwezesha hospitali kutoa huduma bora na nafuu kwa jamii. Tunaomba taasisi hizi ziendelee kudumisha ushirikiano huu kwa manufaa ya jamii nzima ya Moshi mjini na Kilimanjaro kwa ujumla. Hospitali ya St. Joseph kama hospitali teule halmashauri ya Manispaa ya Moshi iko kwenye kiwanja namba 1302 Kitaludidi katika Manispaa ya Moshi. Inatumika kama hospitali ya rufaa kwa kata 21 za utawala, ikiwa na vijiji 60 na idadi ya watu 221,733. Wanaume wakiwa 108,949 na wanawake 113,084 kama inavyoonekana kwenye sensa ya 2022. Hospitali hii ilianza kwa uwezo wa kulaza wagonjwa kwa kuwa na vitanda 60 na imeongeza uwezo huo hadi kufikia vitanda 150 kwa sasa. Huku mahudhurio ya kila siku ya wagonjwa wa nje yakianzia 200 hadi 400 na wagonjwa wanaolaza kwa siku kuwa kati ya 20 hadi 30. Tunahudumia wagonjwa wa jinsia zote, wanaume kwa wanawake, wagonjwa wa rika zote. Vile vile tunahudumia wagonjwa wa imani zote. Ndiyo maana tunaona tuko na mashehe hapa na watu wa imani mbalimbali, na kwa wafanyakazi ni hivyo hivyo. Mataifa yote, wenye uwezo wa kifedha na wasio na uwezo. Hospitali ya St. Joseph ina jumla ya vitengo 20 vinavyotoa huduma mbalimbali za matibabu ya kawaida na ya kibingwa. Maono yetu ni nini? Maono ya hospitali yetu ni kuwa hospitali ya kibingwa wa kimataifa inayotoa huduma bora za afya na mafunzo ya ndani ya mkoa wa Kilimanjaro na kwingineko. Dhamira yetu ni kutoa huduma za afya zenye ubora wa hali ya juu, zinazofikiwa na zilizo nafuu kwa jamii kwa namna inayoendana na huruma na upendo wa Kristo. Tunu zetu ni heshima kwa wote, weledi na uaminifu, usawa na utoaji wa huduma za afya, kufanya kazi kama timu, uwajibikaji na uzalendo wa rasilimali zilizopo. Huduma na shughuli mbalimbali zinazoendelea katika hospitali teule St. Joseph kwa sasa. Huduma za kibingwa zimeongezeka katika hospitali teule St. Joseph na huduma hizo ni kama zifuatazo: huduma za kibingwa za upasuaji, huduma za kibingwa za mifupa, huduma za kibingwa za magonjwa ya kina mama, huduma za kibingwa za magonjwa ya ndani ikiwemo huduma ya kusafisha figo, yani hemodialysis, huduma za kibingwa za magonjwa ya watoto, huduma za kibingwa za pua, masikio na koo, na huduma za kibingwa za kinywa na meno. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Hospitali yetu ina jumla ya madaktari bingwa 7 wanaofanya kazi kwa masaa 24, yani full time, kwa siku zote za kazi. Madaktari bingwa 3 wanafanya kazi kwa masaa ya ziada, yani part time. Pia hospitali imeendelea kuboresha miundombinu ikiwemo ujenzi wa jengo la wagonjwa wa dharura katika hatua ya awali, yani emergency medicine department, ambalo leo tumekusanyika mahali hapa. Limezinduliwa na mheshimiwa mgeni rasmi na limebarikiwa na Mwashamba Baba Askofu. Tumpe Mungu sifa na utukufu. Aidha, utoaji wa huduma za kibingwa pamoja na huduma nyinginezo mbalimbali zinazoendelea katika hospitali teule St. Joseph zimetuwezesha kuanza mchakato wa kuipandisha hadhi na kutoa huduma katika ngazi ya hospitali ya mkoa. Ujenzi wa jengo la dharura. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na ongezeko la idadi ya wagonjwa pamoja na uhitaji mkubwa wa huduma za dharura zilizo bora, salama na za haraka, uongozi wa hospitali uliona umuhimu wa kujenga jengo maalum la kuhudumia wagonjwa wa dharura. Ujenzi wa jengo hili la dharura kwa hatua ya awali ulianza rasmi mnamo tarehe 19 Novemba mwaka 2024 na kukamilika mnamo tarehe 12 Septemba mwaka 2025. Gharama za ujenzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, hadi kukamilika jengo hili limetumia kiasi cha shilingi za Kitanzania milioni 467,524,171 na senti 50. Ujenzi na vifaa vilivyofungwa katika jengo lote ni shilingi za Kitanzania milioni 386,654,954 na senti 50. Gharama za ufundi ni shilingi za Kitanzania milioni 80,869,217 sawa na 17.2%. Jengo hili limejengwa kwa kutumia vyanzo vya ndani vya mapato. Shukrani. Tunaungana na mzaburi wa 138 aya ya kwanza. Zaburi ya Daudi inayosema, nitakushukuru Mungu kwa moyo wangu wote, mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ulinzi wake, kwa kutulinda kwa kipindi chote cha ujenzi wa jengo hili la wagonjwa wa dharura hadi kukamilika. Mwashamba Baba Askofu, uongozi wa hospitali teule St. Joseph chini ya mkuu wa shirika la masista wetu wa Kilimanjaro, Mama Sister Dr. Mayola Thomas DNK, unakushukuru sana Mwashamba Baba Askofu Ludovick Minde LSP kwa kuendelea kututia moyo kila wakati. Tunasema asante sana kwa muda wako katika tukio hili muhimu, kwani majukumu yako ya kichungaji katika Jimbo Katoliki Moshi ni mengi mno. Lakini kwa majitoleo yako makubwa sana kwa taasisi yetu, umefika kutuongozea ibada ya misa takatifu na kulibariki jengo hili la wagonjwa wa dharura. Mungu akubariki sana baba. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mbunge wa Moshi mjini Bwana Ibrahim Mohamed Shayo, uongozi wa hospitali teule St. Joseph chini ya mkuu wa shirika mteule Mama Sister Dr. Mayola Thomas Masawis DNK, unakushukuru sana kwa kutoa muda wako katika siku hii ya leo. Kwanza kwa kukubali kuwa mgeni rasmi na kutuzindulia jengo letu la wagonjwa wa dharura. Ni dhahiri kuwa umetuthamini na kuacha shughuli zako muhimu. Hii ikionyesha ni kwa jinsi gani unatambua mchango wa sekta binafsi katika kuchangia maendeleo ya jamii yetu, hususan kwa ajili ya afya za wananchi wa Moshi mjini. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, moyo usio na shukrani ukausha mema yote. Kwa namna ya pekee, uongozi wa hospitali teule St. Joseph unapenda kumshukuru sana mama mkuu mstaafu wa shirika la masista wetu wa Kilimanjaro, Mama Teresia Bureta DNK, pamoja na uongozi wake uliomaliza muda wake siku chache zilizopita, kwa ushirikiano wao mkubwa sana katika kuunga mkono juhudi za maendeleo ya taasisi hii, kututia moyo daima kwa kipindi chote cha uongozi wake, hususan katika kutoa suluhu ya upatikanaji wa fedha za haraka kwa ajili ya ujenzi wa jengo hili la wagonjwa wa dharura na mengine mengi. Asante sana mama kwa kuniamini kwa kipindi chote, mimi na uongozi wote wa hospitali teule. Tunakushukuru kwa ujasiri wako na imani kubwa kwetu. Mungu akubariki sana mama. Pia tunawashukuru sana wajumbe wa kamati ya usimamizi wa hospitali teule St. Joseph kwa usimamizi na ushauri wao mahiri katika hospitali yetu. Tunawashukuru viongozi na watumishi wote wa hospitali teule St. Joseph kwa jitihada zao za kutoa huduma bora na kwa wakati mwafaka kwa wateja wote wa hospitali. Asanteni sana. Tunawashukuru sana wadau wote wa nje na ndani ya nchi ambao wamejitoa kwa hali na mali na kwa hivyo kuwezesha upatikanaji wa maendeleo makubwa ya hospitali yetu.
Mwisho, asanteni sana wageni wote waalikwa kwa kufika katika hospitali teule St. Joseph kwa siku ya leo, ambapo tumezindua rasmi na kubariki jengo letu la wagonjwa wa dharura. Asanteni sana. Maono, tengenezeni mshikamano na ushirikiano wa sister ambao mkimshika vizuri, nadhani hapa mahali patakuwa mahali pa ajabu sana. Lakini la mwisho niseme na nitoe shukrani sana Mheshimiwa Baba Askofu, hawa mapadri unaoona mbele yako na masista, wakati nagombania ubunge wangu mimi wa jimbo la Moshi mjini, waliniombea sana, na ndio maana niliposikia na nilipopata mwaliko wa kuja hapa, wenzangu wako bungeni, nikamwomba Mheshimiwa Spika akanibariki na mimi nilete pia salamu zake kwenu. Anawasalimia sana. Baada ya kumwambia ni kazi hii nakuja kufanya na historia ya mimi katika hospitali hii na ushirikiano wenu kati yenu nyie na serikali, Mheshimiwa Spika aliniambia siku hii moja, Bwana Ibra, na kusamehe, nenda. Kwa hiyo ndugu yangu Uzungu, Spika wetu anawasalimia sana sana sana. Ndugu zangu madaktari wa hospitali hii, naomba niongee na nyie japo kidogo. Kazi ya udaktari ni kazi ya wito. Niwaombe sana, mimi ni mbunge wenu, mimi ni mwakilishi wenu, mmenichagua kwenda kuwakilisha. Niwaombe na nikuombe mganga mkuu pamoja na timu yako yote. Binadamu tumetofautiana kiuwezo. Wako watu wenye uwezo mkubwa na wako watu wenye uwezo mdogo. Kama mwakilishi wenu, kama kiongozi wenu katika serikali, niwaombe, nendeni katengeneze bei za kuwahudumia wananchi ziwe bei nafuu, ndogo, ambazo zitamfanya hata yule mwananchi mdogo mwenye uwezo mdogo aweze kuja kupata huduma katika hospitali yetu. Ninatambua mnafanya hivyo, lakini niwaombe muendelee kufanya hivyo ili tupate wateja wa kutosha na tutoe huduma ya kutosha. Mheshimiwa Baba Askofu, nilipoingia baada ya uzinduzi na ufunguaji wa lile jengo, nilipoingia ndani nilijiuliza maswali mengi sana. Nikasema, huyu mganga mkuu kitu alichokifanya pale ndani, madaktari wasipoangalia wanaweza wakavunja ndoa zao, kwa sababu hawatarudi nyumbani. Ndani kuna AC, kuna kiyoyozi, kuna baridi, kuzuri, mazingira mazuri namna ile. Unafanya kazi mpaka saa 8 uende kwenye jua ukafanye nini? Mimi naamini wahudumu kwenye lile jengo wataendelea kukaa hata muda wa kazi wa kutoka saa 8, wataendelea kuwahudumia wananchi kwa sababu ya uzuri wa jengo lile pale ndani. Kwa kweli nilikuwa namwambia sister, hivi hapa ndani ni St. Joseph au tuko Aga Khan ndogo? Akaniambia ndio St. Joseph, na Mheshimiwa Ibra, hii bado hapa tuko 20%. Yaani mlichokiona katika hospitali hii, malengo na mtazamo wa hospitali ni 20%. Kwa hiyo bado Mheshimiwa Baba Askofu, bado hospitali ina maono makubwa sana. Na wakaniambia, tunakuomba, tuko mbioni kulifungua jengo la mama na mtoto, tunakuomba Mheshimiwa Rais aje alifungue. Daktari, nataka nikuambie, nitakwenda kufikisha salamu, na ninapomfahamu Daktari Samia Suluhu Hassan, mama wa watu, mama mwenye roho nzuri, na nyie ni masista, wanawake wenzake, atakuja tu. Nitapeleka kilio chenu, nitapeleka maombi yenu, lakini ninaamini Daktari Samia Suluhu Hassan atakuja kwa upendo wenu na nyinyi. Baada ya kusema hayo machache, nirudie kuwashukuru sana 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 viongozi wa dini. Nikushukuru sana Baba Askofu, niendelee kuwashukuru mapadri, niwashukuru masista,
niwashukuru mashehe wote waliokuwepo hapa, lakini niendelee kuwapongeza madaktari na wahudumu wote kwa kazi nzuri mlioifanya. Na sasa basi tumeshamaliza kuzindua jengo letu la emergency, jengo la dharura. Sasa tayari, wito wangu kwa Wanamoshi ni waombe sana, ni tukimbilie katika hospitali ya St. Joseph, tuje tupate huduma. St. Joseph ninaifahamu, wameeleza katika nani yao, wana huduma nyingi sana, kila huduma zinapatikana hapa. Kwa hiyo niwaombe Wanamoshi wenzangu, tuje tuwaunge mkono masista, tuje tuiunge hospitali hii mkono, kwani ni hospitali yetu pia. Serikali na halmashauri ina mkono hapa. Asanteni sana kwa kunisikiliza.